Praise God, Bwana Yesu asifiwe. Jina leo ni lako Christ ni Bwana katika maisha yangu. Ningependa ningetamani sana kuchukua nafasi kumshukuru Bwana kwa wema wake mkuu na kwa ajili ya wewe ambaye unanisikiliza na ambaye unanitazama. Nachukua nafasi yako, Mungu akubariki na kuzidishia. Sitaharibu wakati mwingi, ningependa tupate kushia neno la Mungu pamoja kwa ajili ya siku ya leo, kwa ajili ya kutia nguvu. Najua umepita katika situation ngumu, umepita katika mambo ambayo ni magumu, mambo ya kuvunja moyo. Umepitia situation mpaka marafiki wanakutenga, watu wa nyumbani wanakutenga, hawataki kukuona. Lakini nataka nikwambie kana kwamba amini Mungu, maana hakuna jambo lisilowezekana kwa Mungu. Ni kweli wako wanakukataa, unatafuta kazi imekosekana, kazini imekataliwa, nyumbani imekataliwa, lakini utakuamini kana kwamba Mungu kwa yote Mungu anawezekana. Nataka tuangalie katika kitabu cha Luka mtakatifu kifungu cha kwanza mstari wa 36 hadi 37. Maandiko yanatuambia inaongelea kuja Elizabeth ambaye alikuwa tasa kwa siku mingi katika ndoa yake, ameishi kuwa tasa mpaka uzeeni. Ni kweli Elizabeth, kama kuna mtu ambaye alipitia maisha magumu na changamoto, ni huyu mama ambaye alikaa katika ndoa yake miaka mingi akiwa na mtoto. Kama ni majina, aliitwa majina tofauti. Kama ni mambo, alisemewa mambo mengi ambayo yapendezi. Na kitazama kwa kama ni sasa, alikuwa ameitwa majina mama asiye na mtoto, alikuwa ametusiwa majina mengi tofauti ambayo ilikuwa ni ya kuvunja moyo. Lakini zaidi ya yote alikaa katika utakatifu wa Mungu, akiamini kuwa Mungu ambaye anapeananga watoto bado kuna siku atambariki. Ilifika mahali mpaka ikafikia mahali kiumbe wa binadamu ikawa watu wameliswa ana mtoto, na watu wakampa majina, wakambandika majina mengi na ikawa. Lakini ya yote hakutaka kujipigania, alizidi kusimama katika uwepo wa Mungu. Nami nimekuja nikuambia kana kwamba hakuna jambo lililo ngumu kwa Mungu, hakuna jambo lisilowezekana kwa Mungu. Kwa hiyo mambo yako magumu ambayo unapitia, hicho kilio ambacho unapitia, kwa hiyo kazi ambayo umekuwa ukitafuta, amini Mungu kana kwamba inawezekana, amini Mungu kana kwamba itapatikana. Ni kweli unaweza kuwa umepitia katika changamoto mingi, siku mingi umepita katika maisha ya kilio, maisha ya kuteuliwa, maisha ya kukataliwa, maisha ya kulia, maisha ambayo hayapendezi, lakini nimekuja nikwambia kana kwamba hakuna jambo lisilowezekana kwa Mungu. Hakuna situation ambayo ni permanent, na hiyo situation yako inaenda kuisha na mambo yanakuwa sawa. Jinsi Elizabeth alipanguzwa machozi na kupata mtoto katika uzee wake, akanyamazisha wale maadui wote, wale watu walikuwa wanamtembea, walikuwa na nena kumuita tasa, wakaanza kumwangalia, wakaona akiwa na mimba, wakambadilishia jina, walikuwa wanamuita tasa mama asiye na mtoto, akaanza kuitwa mama aliye mzee ana mimba. Ikajiwa majina ikaanza kubadilika, alikuwa anaitwa mama tasa, sasa akaanza kuitwa mama aliye na mimba katika uzee wake, aliyezaa katika uzee wake, mama aliyeonewa kibali, mama aliyekuwa neema. Maandiko yananiambia ni kweli alipita katika situation ngumu miaka mingi, lakini yote alifutwa machozi na ikawa neema, ikawa ni kunenewa baraka. Mama aliyeonewa baraka katika uzeeni, maana hakuna lingine lisilotendeka kama